Basi bwana. Ikawa hivi, ikawa vile. We, usinambie. Yaani, we acha tu. Stories on, the stories on, stories on, stories on, the stories on, stories on, the stories on, stories on. Dimple, that smile. Yes, the stories on. Kama tulipoishia, mpenzi mtazamaji wa Tanzania Kwanza TV, katika simulizi ya hatma ya ndoa yangu ambaye ninakusimulia naitwa Dimple the Smile, the Queen of Love. Basi kama tulipoishia pale ambapo Hans alifungua mlango na kumkuta Roderick pamoja na Rose. Alifanya nini? Baada ya Hans kufungua mlango alikuta Roderick na Rose. Basi Rose akacheka kwa sauti na kusema, Roderick bwana, kwa hiyo umekuja jana hujaniambia? Bonge la surprise best yangu. Rose alibadili maongezi naye akachangamka. Hans bwana. Shem, hongera bwana. Hongera bwana. Nilikuwa tu tunakumbushana mawili matatu na Rose hapa. Haya, nawatakia mapumziko mema. Roderick akaingia room kwake ambapo vyumba vilikuwa vimeangaliana. Waliingia chumbani Rose na mumewe, lakini mumewe alikuwa kavimba hatari. Rose, niambie, huyu ni nani kwako? Haiwezekani kuwa ni rafiki tu. Kuna kitu Rose, kuna kitu Rose. Basi Rose akajiuliza pale, nisemaje? Akajiuliza pale, baby, hakuna kitu. Roderick ni rafiki yangu, pia aliwahi kuwa mchumba wa rafiki yangu. Pia huyu ana hela sana. Gali kwake sio kitu cha kujali sana. Baba yake ni balozi Italy na mama yake ni mfanyabiashara mkubwa. Kaka yake ni mwanzilishi wa Pendo Foundation, kwa hiyo hakuna tegemezi kwao. Pia nilishawahi kumsaidia kitu kimoja ambacho ni kama deni kwake. Aliwahi kuumwa sana mpaka kuishiwa damu na hakukuwa na mtu wa kumuongezea damu chuoni. Ni mimi ndiye nilimtolea damu, kwa hiyo ni kama analipa deni kwangu. Sijali dadi, jamani. Basi mwanaume alielewa na baadaye mambo yakawa bambam kama kawaida. Sasa unajua tena mambo yao. Asubuhi ilifika, Rose alimshawishi mumewe waondoke waende zao nyumbani, yani wasikae tena pale hotelini. Kwa nini? Kweli mume kutokana na kawivu akakubali. Wakaondoka wakaenda zao nyumbani. Rose hakumuaga Roderick, alimkimbia. Pia hakuwa na namba yake, maana kabla ya ndoa Rose alibadilisha line yake na kuweka namba nyingine. Walipofika home, Rose alienda chumbani akakaa na kujiuliza maswali. Why Roderick? Sikuamini kama hujakata tamaa kwa yote yaliyotokea. Huku Roderick alipoamka akaenda reception na kusubiri wanandoa waamke, lakini kimya. Kumbe wenzake walishaondoka kitambo sana. Ndipo alipoamua kumuuliza mhudumu, vipi maharusi wetu hawajaamka? Kumbe maharusi walikuwa wameshakimbia, wameshaondoka muda. Roderick akashangaa, ikabidi aanze kupeleleza wapi ambapo wanakaa. Siku zilisogea, Rose akaona kwamba ameshamkimbia Roderick, maana hatojua anapokaa na muda si mrefu atarudi Italy. Rose alianza kupata furaha kuwa ameshinda yote. Pia Rose aliogopa kuendesha gari lile. Mumewe akamwambia, hii ni zawadi yako, mimi siwezi kuiendesha, wewe endesha mwenyewe. Basi Rose hakuitumia ile gari akiwa anawaza, lakini bado alikuwa anachanganyikiwa. Baada ya miezi kama 3, simu yake ikaita WhatsApp call. Alipopokea na kusikia sauti ya Roderick, Niambie sungura wangu. Rose,
alikata simu. Rodrick akamtumia SMS na kumwambia, sina kinyongo na wewe, itumie tu hiyo gari kwa furaha, nimekupa kwa moyo, bila shaka nimetimiza ahadi yangu, wewe bado hujatimiza ahadi yako. Rose, nilikupenda sana, sikujua kama kunipenda, natamani nipate muda tuweze kuongea mimi na wewe. Rose alimblock Rodrick maana aliogopa sana mumewe akikuta zile SMS itakuwaje. Lakini Rodrick akukoma, aliendelea kumtafuta kwa namba nyingine na kumwambia Rose, kubali nije tuonane ili tuweze kuyamaliza. Sasa kwa nini Rose umeamua kufanya maamuzi hayo? Kwa nini umeamua kuolewa? Shida ilikuwa ni nini? Ulijua mimi siwezi kukuoa? Rose alimjibu Rodrick, nenda kamuulize mama yako, ndio ana majibu yote. Mimi siwezi kukujibu kitu babangu, ila mama yako ana majibu yote. Rodrick akaguna, Rose, mama yangu? Imekuwaje mama yangu? Na kwa nini ni mama yangu? Mbona kama sielewi? Bas, Rodrick alibaki na maswali ya kujiuliza, mama yake kaingiaje kwenye stori ya Rose? Na kwa nini Rose abadili mawazo kwa ajili ya mama yake? Basi mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Tanzania Kwanza TV, mimi naitwa Dimple the Smile, the Queen of Love. Tukutane tena katika episode inayofuata. Basi bwana, ikawa hivi, ikawa vile. We, usinambie. Yani, we acha tu. Stories on, the stories on, stories on, stories on, the stories on, stories on, the stories on, stories on. Na Dimple, that smile. Yes, the stories on.